Namshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuweza kuboresha mazingira ya afya. Zamani ukisikia daktari bingwa, kuna mzee wangu anasemaga, makamu mwenyekiti wa CCM Tanzania Bara, anasema nchi hii ilipata uhuru kuna madaktari wawili. Sasa hizi kila sehemu kuna madaktari bingwa, tumpigie makofi Dr. Samia. Lakini hata miundombinu hii hospitali na miundombinu ya zahanati, vituo vya afya, zamani unakuta unaweza kutembea hata kilomita 20-30 unapata huduma ya afya, hasa kwa mama wajawazito. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais, vifo vimepungua sana, tumpigie makofi. Vimepungua sana vifo vya mama na watoto, lakini hii inatokana na huduma kusogezwa karibu. Wagonjwa wengi ambao tumewaona ni kwenye kliniki ile ya magonjwa ya ndani. Magonjwa ya ndani yanabeba uwanja mpana sana wa magonjwa, ikiwemo magonjwa hata yale magonjwa ya tunasema magonjwa yasiyo ya kuambukiza kama magonjwa ya moyo, pressure, kisukari. Hayo yote yako kwenye ile kundi la magonjwa ya ndani, na ndio maana unaweza kuona hata kwenye kliniki zetu, kwenye hiyo kliniki ya daktari bingwa wa magonjwa ya ndani, nimeona wagonjwa wengi sana kulinganisha na kliniki nyingine. Lakini pia hata daktari bingwa wa upasuaji tumeona wagonjwa wengi, na wagonjwa wengi wamefanyiwa upasuaji kama daktari alivyosema, na wagonjwa operation kubwa kabisa ambazo pengine tusingeweza kuzifanya 10 ambazo zimefanyika. Lakini pia kwa upande wa kina mama na operation nyingi sana zimefanyika. Kwa hiyo mimi kwa nafasi yangu kama daktari na msimamizi wa huduma za afya, ninaishukuru sana serikali kwa hasa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuanzisha hizi kliniki za tembezi za kibingwa. Hii kwa kweli imekuwa mkombozi sana kwenye halmashauri ambazo kwa kawaida huwa hatuna hawa madaktari bingwa, na wanapokuja wanatujengea uwezo. Kwa hiyo madaktari wanaokuwepo hata baada ya madaktari bingwa kuondoka, wanakuwa wamegain zile skills za kibingwa kidogo, hata namna ya kuangalia wagonjwa, namna ya kuongea na wagonjwa. Kwa hiyo tunategemea baada ya hili zoezi wagonjwa wengi wataendelea kuja kwenye hospitali yetu na kuendelea kupatiwa huduma. Tulikuwa katika specialty mbalimbali, tumeweza kuona wagonjwa ambao wana matatizo au magonjwa ya kina mama na uzazi, magonjwa ya ndani, kwa mfano kisukari, shinikizo la damu, magonjwa ya figo, magonjwa ya utumbo. Umeona, pia tulikuwa na daktari bingwa wa watoto ambaye alikuwa ameweza kuona wagonjwa wengi watoto wenye changamoto mbalimbali. Tulikuwa na daktari bingwa magonjwa ya wanawake na uzazi, na aliwafikia wamama wengi kutatua changamoto zao, pamoja na muuguzi mbobezi ameweza kutoa huduma za kiuguzi kwa wagonjwa pamoja na wauguzi wenzake ambao wako katika hospitali hii. Mimi wito wangu kwa jamii, nilikuwa naomba pale wanaposikia kwamba kuna huduma hizi za madaktari bingwa, basi kufika katika hospitali husika au kituo husika kwa kuweza kupatiwa huduma hii, kwani inawarahisishia wao na pia inawapunguzia gharama kwenda hospitali za mbali. Wakati wakija eneo husika watapata huduma kwa ukaribu na kwa uharaka na kwa bei nafuu kuliko ambavyo wangeenda hospitali za mbali. Ujio wa madaktari bingwa, tunaona kuna huduma mbalimbali tulizozipata, tumefarijika sana. Kuna watu walikuwa na uwezekano wa kupelekwa Muhimbili lakini wametibiwa hapa na wamepata kupona. Kwa hiyo nawashukuru sana madaktari bingwa kwa uwezo waliofanya. Ni jambo moja la hekima sana, wameweza kuhudumia wananchi, wamehudumia wananchi si chini ya wananchi 500, ambayo hiyo huduma endapo kama wangeweza kusafirishwa kwenda mikoani wangetumia gharama kubwa sana, lakini kwa huduma ambayo imetolewa ni huduma ya bure kabisa. Unaweza ukaondoka hapa una changamoto, pengine umevunjika mguu au na magonjwa ya ndani, gharama ambayo inatumika ni gharama kubwa, lakini kwa madaktari ambao wametutembelea hapa huduma ni bure kabisa na zimefanyika na watu wamepona, wamefarijika. Kwa hiyo ni pongezi moja kubwa sana. Pia hata mimi mwenyewe nilikuwa na changamoto ya magoti kuuma, nimefanyiwa huduma nzuri mpaka sasa hivi najisikia vizuri.